Maombi ni dawa. Nataka niombe na wewe unayepata changamoto ya mgongo na kuuma au kiuno au kwenye mbavu unasikia maumivu makali. Unahitaji mkono wa Mungu ili uweze kufunguliwa. Imeandikwa katika maandiko matakatifu ya kwamba tutaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Nami kwa imani nimeinua mkono wangu na wegusa eneo ambalo linakusumbua. Bwana Mungu, ninaamini kwako kuna uponyaji na utimilifu wa kila shida ya miili yetu. Kwa kuwa miili yetu imetoka kwako Mungu, hivyo unajua kila spare na kila changamoto inayosumbua miili yetu. Haijalishi vipimo vya kidaktari na maneno ya watu yanasema nini. Mungu, nimeinua mkono huu na kujiambatanisha na mkono wa mpendwa huyu ambao ameugusa na ameweka mahali pana shida. Ninaomba Bwana uponyaji upite wakati huu. Ewe pepo ambaye umekaa kwenye mgongo, ewe nguvu za giza ambaye umekaa kwenye mgongo, kwenye mabega, kwenye kiuno, kwenye mbavu, naondoa huo mzigo uliobebeshwa. Wengine mmebebeshwa mizigo mizito. Miili yenu imekuwa ni mizito, imekuwa midhaifu, na kufungua kwa jina la Yesu. Hilo tatizo kwenye mbavu, hilo tatizo kwenye pingili ya mgongo, hilo tatizo kwenye mgongo wako, naondoa huo mzigo, naondoa huo maumivu. Toka kwa jina la Yesu. Kila maumivu ya mgongo yaliyokaa ndani yako, kila maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, unasikia kiuno kinabana, unasikia kiuno kwenye nyonga ni kama kuna kitu umebebeshwa, naondoa hilo tatizo. Toka maumivu, achia kwenye mabega hayo. Toka kwa jina la Yesu. Hicho kitu kinachokuuma, kinachokutembea tembea, unasikia kinakuchoma kama sindano, na amuru kikuachie kwa jina la Yesu. Hayo maumivu unayoyapata yanaotesa mwili wako, yanayonyima amani maisha yako, naondoa hilo tatizo liondoke. Kila kitisho ambacho kinaonekana mbele yako, ukipata pesa kidogo zinataka ziishie kwenye matatizo, kwenye matibabu, na katayo pepo la magonjwa. Toka roho ya magonjwa, toka roho ya magonjwa, toka roho ya magonjwa, na ipige roho ya magonjwa, na pige roho pepo lilokuvaa, likuachie kuanzia sasa, na kutamkia ufungulivu. Pokea uponyaji kwenye mgongo huo, pokea uponyaji kwenye kiuno hicho, pokea uzima kuanzia sasa. Toka mateso, toka mateso, toka magonjwa, na yapiga, na yaripua, na yaharibu, ya kuachie kuanzia sasa, na kutabiria ufungulivu, na kutabiria ufungulivu. Pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea ufungulivu. Natuma nguvu za Mungu zikutakase, kila maumivu yaondoke, na achilia operation ya kimungu ipite paka ndani ya misuri, paka kwenye mishipa, kwenye mifupa, huko nguvu ya Mungu ipite, na achilia operation ya kimungu ikaondoe huyo mdudu, ikaondoe hilo tatizo, ikaondoe hayo maumivu, na ya kuangua na kuyaondoa. Toka maumivu, achia ewe pepo, kila mzigo uliokukaa ukuondoke kuanzia sasa, na uvua huo mzigo, na amuru kuachie huo mzigo wa mateso, huo mzigo wa maumivu ukuachie kuanzia sasa, na uvua ndani yako huo mzigo kuachie, na tamka ufungulivu. Pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea ufungulivu katika jina la Yesu. Damu Yesu kutawale, damu Yesu kufungue, na achilia uponyaji. Pokea uponyaji, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Maumivu yeyuka, maumivu toka, maumivu toka, maumivu toka, maumivu toka, yeyuka kuanzia sasa, na yakemea, na yakemea, chomoka kuanzia sasa. Toka maumivu, achia nafsi ya mtu huyu, achia mwili huu, achia kuanzia sasa, na kutabiria uponyaji, na kutabiria uzima. Pokea uzima unaponisikia, kwa damu Yesu Kristo aliye hai, na achilia uzima uingie ndani yako kuanzia wakati huu. Amen. Yarudie maombi haya, utasikia uponyaji unakamilika ndani yako. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Naamini Mungu ni mwaminifu, amekuponya na atazidi kufungua. Unatamani wasiliane nami moja kwa moja, karibu tuwasiliane kwa namba ya WhatsApp. Ili andika kwa WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako. YouTube channel andika maombi ni dawa.